kweli siku hazifanani. Yaani jana tu nimetoka kuuza madafu 5, lakini leo hata dafu moja sijauza mpaka sasa hivi. Leo nitakuwa na siku mbaya leo kazini jamani. Tukia hata mteja mmoja basi, haja niungishe dafu, nipate nguvu ya kwenda mjini. Nitafanyaje leo siku ya leo? Mbona kama siku hii imeshandodea leo? Masai yule. Alafu Masai hivi wanakunywa na madafu na wenyewe au wanakunywa maziwa tu hayo. Ngoja nimwite basi. Nione kama anaweza kaniungisha hata dafu moja jamani. Nipate nguvu ya kwenda mjini mimi. Alafu anataka kuondoka tena. Masai huyo naye. Rafiki. Rafiki, mama yoyo. Rafiki. Niambie rafiki, hivi nimesikia kama kuna mtu ananiita hapa nyuma. Hapa bila kuchangana Kimasai hapa Stoboy. Ndio rafiki, nimekuita mimi hapa. Naomba ukae hapo basi tuongee. Sabana ngai. Yaani kama inaniita inapoteza muda wangu, nitakuja nikufanya kitu mbaya maana yake nilikuwa naelekea kwenye mifugo. Kama unanipotezea muda ni heri ukaniambia niondoke rafiki. Masai nao bana. Hata kunifanyia mission iwe failed huyu. Hapana rafiki, mimi nilikuwa nataka uje hapa, nataka nikupatie madafu, mimi ni muuza madafu. Kwa nataka uje ukae hapa, walau nikupatie dafu, uone na ladha ya dafu ilivyokuwa tamu. Ni mazuri kweli yani. Asafa lei rafiki. Mbona hii ni tamu sana? Ni juisi ya mti gani hii? Jamani Masai wako nyuma jamani. Sio kuzama za mawe bado. Yaani juisi ni tamu jamani. Nimekunywa mpaka inanichanganya ubongo. Yaani nasikia kitu ni utamu kinazunguka mpaka kwenye kale. Hata nikurekebisha tu rafiki. Hiyo niliyokupatia sio juisi wala si tende. Hiyo inaitwa madafu. Unajua madafu ni mti unaotokanao na mnazi. Mnazi unapokuwa bado uko mchanga na mteketeke, yale maji yake yale, ukienda ukayakata vizuri ukayaangua, ndio tunaita madafu. Huwa ni mazuri sana, yana vitamins, yana vitu vingi ambavyo ni vizuri sana kwa afya yako. Kwa hiyo leo nimebidi nikuonjeshe, uonje kwanza alafu niambie kwamba yakoje. Nategemea siku nyingine utakuwa mteja wangu mkubwa kabisa. Kwa kweli video ni tamu sana. Mimi nimeipenda hiyo. Ni pesa ngapi nikupatie? Usijali rafiki. Kwa sababu wewe ni mteja wa kwanza, mimi ningependa unipatie tu shilingi 5000 ili niweze kupata nguvu ya kwenda mjini. Nashukuru sana rafiki jamani. Umenipatia 5000. Shoga yangu, heri nimekuona jamani. Ili yule mchati wenu unganisha naye kwa kweli? Hapana kwa kweli. Show yake sijaelewa kabisa. Mimi shoga yangu nikwambia mimi nataka mitikatika. Unajua kabisa mimi hali yangu ilivyo. Mimi napitia changamoto sana kwenye familia yangu. Na unajua kabisa ndoa yangu mimi toka yule mwanaume amenioa. Yaani imekuwa ni tafrani. Mwanaume toka amenioa anapitia changamoto za kiafya kila siku. Pole sana shoga yangu, lakini mimi nakuaminia shoga yangu. Wewe uko vizuri sana. Yaani kama ni swala la pesa, uko vizuri. Ni mwanamke unayejimudu kabisa kifedha. Sio mtu ambaye unaumbishwa na mwanaume yoyote. Shoga, ni bora hata umesema ukweli. Maanake mimi changamoto yangu sio pesa sasa hivi. Yaani kama ni pesa ninazo nyingi sana. Lakini kwa sasa hivi nahitaji nipate mwanaume ambaye anaweza kaniridhisha mimi. Anaweza kanipa mimi furaha. Nahitaji kuwa na furaha na mimi jamani. Hasa mimi mume wangu hicho kitu ndo nakosa. Yaani kwa kweli changamoto sana yani. Shoga yangu, yani kama hali ndo hiyo, mimi ningekushauri tu kitu kimoja. Ni heri utafute mchati mwingine ambaye atakuwa anakutimizia haja zako zingine. Nazungumzia upande wa pili wa shilingi, manake wewe kama pesa unazo. Kwa kichobaki ni wewe upate mtu ambaye atakayekuwa anakuliwaza, anakupa amani, anakupa furaha. Hata kama mume wako upo naye, kwa sababu hii hali ukienda nayo shoga yangu, kwa kweli mimi sikushauri. Tafuta mtu ambaye atakuwa ni wa pembeni. Sio mbaya, manake muda mwingine kwenye familia kuna changamoto kama hizi zinatokea. Kwa hali hii shoga yangu inabidi kwa kweli nitafute tu mbadala. Sina namna. Inabidi tu nifanye hivyo shoga yangu. A few moments later. Nitafika kwa wakati kweli jamani. Maana nikiangalia mpaka sasa hivi sijapata gari lolote. Magari yote yanaenda Kariakoo yanapita yamejaa hapa. Sitakuwaje jamani. Na kijumbe anapopenda kuongea sasa jamani. Na mimi leo ndo siku ya kupeleka marejesho. Sina fanyaje. Au niagize boda. Haya kwa wanaopenda madafu ya baridi jamani, madafu jamani, inapita mtaani jamani leo. Ya baridi kwa bei rahisi kabisa jamani. Hivi ni madafu kweli au nimesikia vibaya jamani? Na nilivyokuwa na kiu jamani. Wewe kaka wewe, madafu wewe njoo mara moja. Subaheli madam, nasikia uko ukiniita hapa. Nikupatie dafu Una uhakika madafu ni matamu kaka yangu? Acha kuniuzia tu. Madam, tusiandikie wino mate. Acha nikupatie dafu, unywe alafu niambie mwenyewe kama ni tamu au umeliona vipi.
Yaani wewe kaka jamani, una madafu matamu. Sijawahi kunywa madafu matamu kama haya. Jamani, kuna msemo unaosema kwamba ukizoea kulamba vitu vizuri, basi inabidi ulambe tena. Mimi naomba haya madafu, uniletee oda mpaka nyumbani. Kwa kweli nimekuelewa wewe kaka. Ona kama mtego huu. Lakini madam, mimi kuja mpaka nyumbani kwako, sidhani kama itakuwa ni wazo zuri, manake wewe ni mke wa mtu. Sasa nikisema nije mpaka kwako, uone kama utakuwa unaniingiza mimi chambo, utakuwa unanitoa rehani mimi. Umeona hili nalo boya hili. Hivi wewe wenzako wanatamani nafasi kama hizi, wanatamani nafasi kama hizi wazipate kwangu, alafu wewe nakupatia nafasi, unaanza kuichezea. Kwanza nikuulize swali, unapata shilingi ngapi kwenye madafu yako kwa siku? Tu madam, kwa kawaida mimi wanauza mpaka 25,000 mpaka 30,000 siku ikiwa vizuri, lakini siku ikienda kombo wanaambulia tu 5,000 kwa siku. Chini ya Mungu kaka wewe, yani una madafu mazuri hivyo, alafu unapata 15,000 si 20,000, pesa ndogo sana hiyo. Ukija kwangu mimi nitakupa pesa nyingi sana, na ukitaka nikupatie pesa nyingi zaidi inabidi unifurahishe, yani unipeleke mwezini kabisa. God have mercy upon mwezini tena. Basi nitajitahidi, basi baadaye jioni nitapitia kwako. Basi usisahau jamani, usisahau. Yani nitakiwa nipitishie madafu na wewe mwenyewe uje nyumbani pale ili tuweze kuongea vizuri, sawa Acha mimi niende kazini. Afadhali nimekuona Fande Zumbe. Afadhali nimekuona, nilikuwa nakutafuta muda mrefu kweli rafiki yangu. Yani nikwambie mwanangu, kuwa makini, maana niliyoyaona kwa kweli sijaamini macho yangu. Msegena, una maana gani kusema hivyo? Mbona naweka njia panda ndugu yangu? Funguka basi niambie nini umekiona? Ni kuhusu mkeo. Mkeo anatafunwa. Umetafunwa? Una maana gani kusema mke wangu ametafunwa? Mbona sikuelewi, unaweka njia panda, unaongea mafumbo. Ongea kitu cha kueleweka basi Msegena. Hiyo Zumbe, wewe ni rafiki yangu kwa muda mrefu. Siwezi nikakuficha mwanangu. Juzi wakati nipo kwenye mishemishe zangu, japokuwa muda mwingine wanasema umbea unasaidia. Umbea kweli unasaidia rafiki yangu. Nikiwa kwenye mishemishe zangu, nikiwa naelekea town, nikamuona mkeo akipewa madafu na kijana mmoja hivi ambaye anauza madafu mjini huku. Na walikuwa wanaonekana wako romantic, wako kimahaba zaidi. Nikasema jamani, huyu si mke wa Zumbe huyu jamani. Si mke wa Zumbe huyu. Na baada ya pale nikamsikia mkeo akimwambia yule kijana muuza madafu kwamba akitoka pale inabidi ampelekee madafu mpaka nyumbani. Just imagine, anampelekea nyumbani. Unadhani nini ingeendelea pale? Sikwenda kuichapa hiyo. Muuza madafu, kwa kweli hii ni dharau. Hii ni zaidi ya dharau kabisa yani. Haiwezekani Msegena. Yani mimi namtunza mke wangu, nampatia matumizi yote anayotaka yeye, lakini yeye anataka kunichiti mimi na muuza madafu. Kwa kweli hii haiwezekani. Alafu kwanza ni dharau kubwa mno. Yani kijana mdogo tu aende akatembea na mke wangu, tena muuza madafu? Kwa kweli hapana. Hajaona hata ile gamba kwa kweli. Hajaona gamba. Hajaona kama mimi ni polisi. Hata awe na hofu basi. Hata mshipa wa aibu mpate kwamba anatembea na mke wa askari. Kuna msemo wa wengi unaosema lisimalo lipo, na kama halipo basi laja. Na kuna wengine wanasema kwamba mavi ya kale hayanuki. Ndugu yangu Zumbe, mimi nakupenda sana. Na kuomba ufanye upelelezi rafiki yangu, maana wewe ni askari. Unaweza kufanya upelelezi wa kina kabisa. Huyu kijana ambaye ni mtu wa kuuza madafu, ni mtu hatari sana, na ni mtu ambaye anaweza akaja kasambaratisha ndoa yako. Kwa makini sana, wake hawa vijana ambao wanauza madafu hawa ni wauni sana, na inabidi uwe nenda nyumbani muda mwingine bila kutoa taarifa, ili mkeo kama ikiwezekana umfumanie kabisa. Kwa kweli umenikata vibe kabisa. Nilikuwa nataka kwenda kazini, lakini kwa kweli acha niende nyumbani. Yamkini muda huu yule muuza madafu aweza kuwa na mke wangu. Ngoja basi niende nikamwangalie mara moja. Lakini madam, mimi na wasiwasi sana. Moyo wangu hauko sawa kabisa kukaa maeneo kama haya. Isije kama mume wako yuko njiani akatufuma huko ndani huko, itakuwa ni balaa mno. Hamna baba yangu, ondoa wasiwasi. Afu mbona unakuwa kama sio mwanaume wewe, unakuwa legelege hivyo? Mkaza basi. Mimi nimekupenda wewe kijana, ndio maana nimeomba uje hata kwangu hapa uniletee madafu. Mimi nitakuwa nakupatia pesa, yani kama pesa mimi ninazo. Yani mimi nahitaji tu mtu akunipa furaha tu, ndio maana nikakuita uje huku. Hilo haliwezekani madam. Unafahamu kabisa mimi nipo kazini. Ndio maana nimekuja kuletea madafu kwa sababu ulihitaji kama mteja. Sasa unapotaka kuanza kuleta mapenzi kwenye kazi, mimi kwa kweli hapana. Sasa nikachanganya mapenzi na kazi. Mimi naomba niondoke. Yaani kijana, unadhani kwamba humu utatoka kizembe, hautatoka humu ndani. Na ukijifanya kwamba umefetuka akili, mimi nitakusingizia kwamba wewe umekuja kunibaka humu ndani. Hawataka nikusingizie kwamba umekuja kunibaka jamani, nipige yowe hapa. Lazima ufanye kile ninachokitaka mimi. Lazima unipatie utamu kwa kweli. Hauwezi kuondoka hivi tu. Mimi nakwambia babangu, lazima utoe huo utamu huo.
Madam, usifanye hivyo jamani. Unajua mimi na familia nategemea. Napambana huku na huku na ganga njaa ili mradi tu mambo yaende sawa. Sasa mvutaka utembee na mimi kwa kweli hapana. Mimi basi nitakusamea tu hiyo pesa na kudai ya madafu nitaisamea tu ili mradi tu mimi niondoke untouchable. Usiniguse jamani, utanitia nuksi. Yaani nikwambie tu baba yangu, nimekupa sharti rahisi. Inabidi tu ukubali kunipatia utamu. Manake madafu yalivyokuwa matamu, inaonyesha na wewe utakuwa ni mtamu hivyo hivyo. Mimi tu naomba kidogo tu kwa leo, manake hautatoka bure mtu wa watu. Nitakupatia na pesa. Na ukijifanya kama umefituka akili, unajua nini nitakifanya. Na mume wangu mimi ni askari. Tena ni askari kabisa wa magereza. Utaenda kukaa gerezani wewe muda mrefu, manake nitakusingizia kesi kubwa kabisa zaidi ya kesi ya uhaini. Madam, niache niondoke bana. Nikiendelea kubaki haya mazingira bana, mume wako kinikuta huko itakuwa ni hatari. Acha mimi niondoke bana. Whatever it happens, mimi naondoka. Madam, acha mimi niondoke jamani. Nikisema ndiye kubaki hapa, kuna wateja wangu wanasubiria madafu huko mtaani. Kwa hiyo wewe wataka kuendekeza umalaya wako tu humu ili uweze kuharibu tu jana wangu. Kwa kweli sitaweza kuvumilia, na kama niyo hela ambayo unataka kubaki nayo ya madafu wewe baki nayo tu. Mimi najua nitapambana, nitapata sehemu nyingine. Mimi naondoka. Dogo, hivi kauli yangu hujaelewa? Nimekwambia humu ndani hautoki. Yaani hapa kauli mbiu ni kama kwa Mkapa. Kwa Mkapa hatoki mtu, ndio palivyo humu ndani. Yaani humu ndani umeshaingia, humu mpaka kieleweke humu ndani, mpaka utoe utamu. Nikwambia tu kijana wangu, nipe utamu kidogo kidogo, Halafu nakuachia, nakupa na pesa kabisa, hauondoki hivi hivi. Hasa unataka kuniacha mimi peke yangu hivi hivi iweje? Umeshaninywesha madafu yako, midadi imepanda, afu unataka kuondoka? Kwa kweli haiwezekani. Na ukijifanya unataka kuondoka hapa na kuitia mwizi. Kwa nini bado unanifanyia hivi lakini jamani? Kwa nini mimi? Kwa nini sio mtu mwingine jamani? Mimi naondoka hivyo hivyo bwana. Sasa unahangaika na mlango wa nini? Mimi kwanza funguo nimeweka chini ya uvungu. Yaani hapa huwezi kaondoka. Mambo ya baikoko leo lazima yafanyike hapa. Wewe unajifanya mbishe, unajifanya hutaki kuelewa, si ndio? Jamani ananibaka jamani. Ananibaka jamani huku. Jamani jamani Madam, usifanye hivyo jamani. I beg you. I'm under your knees. Naomba usifanye hivyo jamani madam. Ama kweli wahenga wakosea walivyokuwa wanasema mgagana upwa ali wali mkavu. Leo mke wangu umenipatia wali mkavu bila mchuzi. Yaani kwa kweli siamini macho yangu. Msegena kila siku kwa ananiambia, "Jaribu kumchunguza mke wako." Lakini mke wangu imani yangu niweka kwako, lakini leo hicho nifanyie hiki. Kwa kweli umeniaibisha. Umeniaibisha mke wangu. Yaani wewe wakunichiti mimi na huyu muuza madafu kweli? Mke wangu nini ambacho ukipata hapa nyumbani? Kama ni pesa nakupatia mke wangu. Tena pesa zingine nazipata pesa haramu kabisa, na kamata watu huko trafiki na wapatia vitu ambavyo sio vya kwao na wabandikia makesi ili tu alipe pesa, lakini wewe sasa unakuja kufanya mambo kama haya kwa kweli? Mke wangu unanizailisha. Yaani umenizailisha kabisa yani. Mke wa koplo anatoka na muuni tu ambaye God have mercy upon us. Anauza madafu kwa kweli? Hapana mume wangu, mimi sijakuchiti, labda utakuwa umenisikia vibaya tu. Si umesikia nilikuwa napiga ukunga hapa, napiga yowe kwamba huyu kijana alikuwa anataka kunibaka huyu. Yaani kijana huyu amevamia tu ndani. Mimi kwa kweli of course nilimwagiza aniletee madafu, lakini sasa alivyokuja huko ndani amekuja na ajenda yake nyingine. Huyu kijana alikuwa anataka kunibaka huyu. Sio kwamba mimi natoka naye, hapana. Alikuwa anataka kunibaka, ndio ilikuwa lengo lake kubwa. Ndio maana mimi nikaona nipige ukunga ili mume wangu kama utakuwa around basi uweze kumkamata huyu na ukamweke ndani. Walai huyu kijana leo siwezi nikamwachia. Yaani huyu kijana leo hatatoka huko ndani. Lazima niende nikamfunge mimi mwenyewe, na nitamfunga kifungo ambacho hakina maelezo. Kifungo ambacho hatoke gerezani mpaka anakufia kule. Kweli yaani unatoka na mke wa koplo. Haogopi kabisa kwamba anatoka na mke wa koplo. Huyu kijana huyu ni mshenzi sana. Hebu kijana njoo hapa kwanza. Afande, utakuwa unanionea kwa kweli. Utakuwa unanionea afande. Mke wako ni muongo. Tena mke wako ni muongo sana. Mimi kwa kweli ni muuza madafu wa muda mrefu, lakini sikuwa na mahusiano na mke wako. Hata sijawahi kuwa na mahusiano naye. Lakini mkeo alikuwa ananitaka mimi kimapenzi na nilimkatalia. Baada ya kumkatalia basi akaanza kupiga ukunga. Ulolo. Akaanza kupiga ukunga anaita, "Jamani, wanataka kunibaka. Wanataka kunibaka jamani." Lakini ukweli ni kwamba mimi sijawahi kuwa na mahusiano naye. Yeye ndo alikuwa ananilazimisha mimi kimapenzi. Dogo, siwezi nikakuelewa kwa chochote. Siwezi nikakuelewa chochote. Mke wangu mimi ni mwaminifu. Mke wangu toka nimemuoa mwaka 1970 hajawahi kunichiti. Hajawahi kunichiti kabisa. Haiwezekani mtoto wa 2000 kama wewe muuza madafu tu ukaje ukaichapa kwa mke wangu, haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Na kwa sababu mimi ni koplo, tena mwenye kitengo cha juu kabisa, nitahakikisha wewe unakufia jela wewe. Lazima nikufunge uoze jela wewe, hauwezi ukachomoka. Labda sio mimi. Mimi lazima nitoroke mkuu. Siwezi nikawa mzembe kiasi hiki nikakamatwa alafu na wewe unaniangalia, haiwezekani. Yaani mkeo anitake kimapenzi alafu wewe unikamate, haiwezekani. Mimi nitatumia plan B. Nitayeyuka huko ndani, hautaamini macho yako.
Kijana, unataka kunitisha, si ndio? Hata kama utakuwa na imani za kishirikina, mimi lazima nikukamate. Lazima nikukamate wewe. Kwanza mimi ni mtumishi wa Mungu pia. Kwenye upande wa pili, ni mtumishi wa Mungu ambaye natembea na mafuta ya upako. Kwa hiyo mimi nafanya kazi ya afande, lakini pia ni mtumishi. Kwa hiyo uwezo kaniambia lolote mimi. Njoo hapa. Oh, afande nadhani mimi namtania. Mimi sina utani kwenye haya mambo. Lazima nitatoroka, tena nitatoka kupitia dirisha. Afande lazima nitoroke afande.